Yes bwana, mambo vipi? Mambo ni aje? Karibu sana katika tetesi za usajili, yani ni katika habari za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi hii leo tunaenda kumzungumzia Faisal Salum Feitoto Abdalla. Hii leo ninaenda kukupa habari moto juu ya Faisal Salum Feitoto Abdalla kutua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, ushawishi wa Engineer Hersi Said, lakini pia ushawishi wa mama yake mzazi bila kumsahau GSM umekuwa ni mkubwa kweli kweli juu ya Faisal Salum Feitoto Abdalla kurejea tena katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Nadhani unataka kufahamu, unapenda kufahamu kwa undani zaidi juu ya taarifa hii ya Faisal Salum Feitoto Abdalla kutua au kurudi nyumbani katika mitaa ya Twiga na Jangwani katika msimu huu wa 2000, katika msimu ujao wa 2025 2026. Na moja usajili ambao unatajwa kuitikisa Tanzania au kuitikisa NBC Premier League ni usajili wa Faisal Salum Feitoto Abdalla. Juu ya taarifa hii endelea kubaki nasi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu kwa undani na kwa undani zaidi na zaidi, ili uweze kufahamu kwa undani zaidi. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X, lakini pia TikTok kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ. Lakini pia usiache kusubscribe, kushare pia na comment kwenye channel yetu pendwa kabisa, ili uweze kuwa kwanza kupata updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kubwa zaidi leo ambayo naenda kukupa ni juu ya Faisal Salum Feitoto Abdalla kurudi tena upya katika mitaa ambayo ameweza kukulia, katika mitaa ambayo imeweza kumpa jina na kumpa umaarufu katika soka la Tanzania. Faisal Salum Feitoto Abdalla kutua katika kikosi cha wananchi Young Africans ni jambo la muda tu, ni kama hatua zimemalizika, ni kama tuseme kwamba ni done deal, yani kama zungumzo yamekamilika. Kilichobaki ni mambo huyo kutia wino katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Faisal Salum Feitoto Abdalla ambaye aliwekewa ofa kubwa kabisa na Mo Dewji ambaye ni rais wa klabu ya Simba Sport Club, Mohamed Dewji, milioni 800, lakini pia ana mshahara wa milioni 50 juu ya mchezaji huyo kutua katika kikosi cha mnyama Simba Sport Club. Lakini mchezaji huyo alionekana kutokuwa tayari kukubali ofa hiyo, bali akaamua sasa kukubali ofa ya milioni 750 na mshahara wa milioni 45 katika kikosi cha wananchi Young Africans, ambao uongozi wa Young Africans wameweza kumwekea mchezaji huyo. Na ilikuwa ni hivi: kama Faisal Salum Feitoto Abdalla angetua katika kikosi cha mnyama Simba Sport Club, basi Young Africans ingepata kiasi cha bilioni 1 kutoka katika kikosi cha Azam FC kutokana na issue za kimikataba ambazo zilikuwa zinasemekana kwamba mkataba wa Faisal Salum Feitoto Abdalla kama akiuzwa kwenda katika kikosi cha mnyama Simba, bali Young Africans itapata kiasi cha shilingi bilioni 1 kutoka katika kikosi cha Azam FC. Azam FC walijaribu kumshawishi Faisal Salum Feitoto Abdalla aweze kuongeza mkataba, lakini mambo yalienda ndivyo sivyo, mambo hayakwenda vizuri. Baada ya mchezaji huyo alionekana kutokuwa tayari, baada alionekana kutafuta changamoto katika kikosi au katika timu nyingine. Sasa Young Africans imefikia hatua ya mwisho kabisa, na kilichobaki hivi sasa ni mchezaji huyo kusaini mkataba katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Young Africans wamepata kiburi cha kumchukua Faisal kwa sababu ya issue za kimikataba, lakini pia kwa sababu ya mpunga mzito ambao wataupokea kwa Stephane Aziz Ki ambaye anatajwa kuondoka baada ya msimu huu kumalizika, na huyu ndiye mrithi wake sahihi ambaye atakuja kulikava au atakuja kuchukua namba ya Stephane Aziz Ki baada ya kuondoka msimu huu wa 2000. Baada ya msimu huu kumalizika, basi ataondoka kuelekea katika nyanda za magharibi, nyanda za kaskazini, Stephane Aziz Ki. Hivyo Faisal ndiye ambaye atakuja kuchukua namba yake katika kikosi cha wananchi Young Africans. Ili kwa mara nyingine
nyingine tena sasa Faisal anarejea nyumbani, kipi ambacho atakuja kukiongeza katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Cha msingi na cha sekondari, usiache kusubscribe, kushare pia na kucomment ili uweze kuwa kwanza kupata updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.